Naam, habari za wakati huu, karibu tena. Kubwa zaidi tunafahamu kinachoendelea Chadema na vikao vya bunge vikiwa vinaendelea bungeni. Tumeona wabunge mbalimbali wakitoa maoni kwa Tundu Lissu kupatikana na kosa la uhaini. Mbunge wa jimbo la Mtama Nape Nnauye ameweka wazi msimamo wake kuhusu hoja zinazoibuliwa na baadhi ya wanasiasa wa upinzani kuhusu unyonyaji katika mfumo wa stakabadhi ghalani kwenye zao la korosho, akisema wengi wao walikosa ujasiri wa kuwatetea wakulima wakati swala hilo lilipokuwa likipigiwa kelele bungeni mwaka 2018. Akizungumza mbele ya wakazi wa Kilwa mkoani Lindi siku ya Alhamisi katika mkutano wa hadhara uliofanyika wakati wa ziara ya katibu wa halmashauri kuu NEC itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Amos Makalla, Nape amesema ni unafiki kwa baadhi ya wanasiasa wa upinzani kujifanya kuwa na uchungu na zao la korosho wakati historia inaonyesha walikaa kimya wakati wakulima walihitaji sauti yao. Akimtaja aliyekuwa mbunge wa Arusha mjini kwa tiketi ya Chadema Godbless Lema, Nape amesema licha ya kuwa na fursa ya kuwatetea wakulima wa korosho wakati wa mjadala mzito bungeni, alichagua kunyamaza. Tulikuwa tunapigana kwa ajili ya wakulima wa korosho, tutasimama kuwatetea, lakini hawa walikaa kimya, leo wanajifanya wana uchungu, ni wanafiki, amesema Nape. Katika kueleza mchango wa serikali ya sasa, Nape amesema hakuna rais aliyewahi kusimama na mkulima wa korosho kama Rais Samia Suluhu Hassan. Wanakurwa, wanakusini, wakulima wa korosho, nataka niseme hivi, katika historia ya zao la korosho hakuna rais aliyesimama na mkulima kama Mama Samia, hayupo, amesisitiza Nape Nnauye, kipindi ambacho Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kupitia kampeni ya No Reform No Election wamekuwa wakizungumza kuhusu masuala zima ya korosho, lakini pia wakulima kuto kunufaika na kuendelea kuwa maskini. Sasa una nafasi pia ya kushare na sisi maoni yako kwa hiki ambacho amekizungumza Nape na kuwaonya Chadema kuweni na adabu kwa Samia kwa sababu amefanya mambo makubwa, lakini pia ni moja kati ya rais ambaye amekuwa karibu mno na wakulima wa korosho. Tuachie maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.